maisha yako, ikifanya kazi katika huduma lako, fanya kazi katika nyumba lako, kwa ajili ya kazi ya mikono lako, kwa ajili ya biashara yako. Wacha wa Bwana, mamlaka ya Bwana katawale, kibali cha Bwana kikatawale, ushindi wa Bwana katawale, nguvu za Bwana zikatawale, mamlaka ya Bwana katawale, katika jina la Yesu. Useme Bwana Yesu asikie na atende. Useme Bwana Yesu asikie na atende. Useme Bwana Yesu asikie na atende. Daudi akasema Bwana ndiye kimbilio langu, akasema ndiye tegemeo langu. Hivyo akasema wote wanamotegemea hawatakuwa ni kama mlima wa Sayuni, hawatatikisika kamwe. Katika jina la Yesu watasimama imara, watathibitika imara, hata wakati wa majaribu, hata wakati wa dhiki, hata wakati wa taabu, hata wakati kuna vita, watabaki wakiwa wameshinda, watabaki wakiwa wameinuka, watabaki wakiwa na Bwana, watabaki wakiwa na uzima. Nasema wale wanamotegemea Bwana, wale wanamotumainia Jehova, ni kama mlima Sayuni, wanatawasimamisha, wanatawajenga, wanatawainua, wanatawatumia, wanatawaendesha katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu apewe. Ndiposa maandiko yakasema wakati wa asubuhi, wakati wa giza, walipoliteka sanduku langu, wakalipeleka katika nyumba la Dagoni, mbingu ya Dagoni ikasambaratika, mbingu ya Dagoni ikaanguka, madhabahu ya Dagoni ikabaloba, manake sanduku la agano katika nyumba la Dagoni. My Father, my God, ni ombi langu siku ya leo, Yesu Kristo, siku ya leo apate nafasi katika moyo wako, apate nafasi katika nyumba lako, apate nafasi kwa hiyo biashara, apate nafasi kwa hiyo huduma. Manake wakati Yesu anapoingia, wakati Yesu anapokea nafasi, kama kulikuwa na miungu nako, kama kulikuwa na miungu, kulikuwa na miungu, hiyo miungu inaporomoka, hiyo madhabahu inaporomoka, hiyo tawala inaporomoka, inaanguka katika jina la Yesu. Hayo madhabahu ya Bwana inasimama, madhabahu ya Jehova inasimama, imani yako inainuka, huduma yako inainuka, kazi yako inainuka katika jina la Yesu. Useme Bwana Yesu asikie na atende. Haleluya. Wakati sanduku la Bwana lilipoingia katika nyumba la Dagoni, Dagoni ni kuanguka, alianguka. Dagoni ni kusambaratika, alisambaratika. Zinakuombea shida unapoingia katika nyumba lako, unapoingia kwa hiyo biashara, unapoingia kwa hiyo huduma. Oh my Father, my God, kuna miungu ilikuwa imeinuliwa kupiga vita imani yako, kupigana wokovu wako, kupigana maisha yako, kupigana nyumba lako. Hiyo miungu ikamboromoka, hiyo miungu ikaanguka, hiyo madhabahu ikaboromoka, hiyo anga ikaanguka katika jina la Yesu. Useme haleluya. Sanduku la agano likaingia. Yes. Ndio. Ilikuwa ni nyumba ya Mungu. Yes. Ilikuwa imeinuliwa mahali pale. Ndio. Ilipigana Waisraeli. Yes. Wasije wakashinda vita. Ndio. Lakini walidhani mahali pale. Yes. Ilikuwa sanduku la agano. Ndio. Hapo ndio watavamia Israeli. Yes. Lakini wakati sanduku la agano liliingia katika nyumba la Dagoni, Dagoni ni kuanguka, ilianguka. Nasema siku ya leo wachawi wataenda kuanguka, waganga wataanguka, wenye majini wataanguka, wenye Illuminati wataanguka, wenye Freemason wataanguka. Waliokuwa wanapigana na ndugu, wanapigana nyumba lako, wanapigana kazi yako, wanapigana na madhabahu, wanaanguka, wataanguka. Nasema ni kumboromoka, nasema ni kumboromoka, nasema ni kumboromoka, nasema ni kumboromoka. Sema fire, sema fire, sema fire. Jina la Yesu, yeyote alikuwa ameinua madhabahu ikapate kupigana
kanisa la Bwana. Hiyo madhabahu ni kuanguka na anguka. Nasema ni kuanguka na anguka. Nasema Ninasema inaenda chini kwa jina la Yesu. Nasema hiyo madhabahu ni kuporomoka. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Yes. Ndio. Ndio. Yes. Ndio. Haitaendelea. Wakasema nyumba lako haitaendelea. Wakasema watoto wako hawataendelea. Wakasema watasoma. Siku ya leo ni leo. Hiyo madhabahu yao na miungu yao pamoja na wao ni kuporomoka. Ikavunjika. Maandiko yanasema zote ikavunjika. Nasema miungu anangoni ikavunjika. Akija ikavunjika. Mikono ikavunjika. Miguu yake ikavunjika. Nasema kiuno chake ikavunjika. Manake sanduku la agano. Anasema sanduku la agano. Nasema sanduku la agano. Sanduku la agano imeingia. Sema power. Sema power. Sema power. Sema power. In the mighty name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ninaona kuna watu walikuwa wamekuzoea. Walikuwa wameanza kupigana huduma lako. Walisema hutatumika. Walisema hutafaulu. Walisema hutatabiri. Walisema hutaimba. Anasema walisema hutafanikiwa katika huduma ama katika maombi yako. Nimetuma siku ya leo nikuambie agano imeingia kwa nyumba lako. Nikuambie agano imeingia kwa roho yako. Imeingia kwa mwili wako. Sasa inapoingia hizo madhabahu ni kombolewa. Hizo maagano ni kombolewa. Hizo maconnection walifunganisha. Nikukatika zinakatika. Nikuvunjika zinavunjika. Nikusambaratika zinasambaratika. Sikiachilia maisha yako. Sikiachilia nyumba lako. Sikiachilia ndoa yako. Sikiachilia watoto wako. Sikiachilia masomo. Sikiachilia nyota. Sikiachilia. Sema sinaachilia. Kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asikie na tena. Bwana Yesu asikie na tena. Yes. Ndio. 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 Yes. Siku ya leo. Nasema ni siku ya leo. Nasema tena. Bwana Yesu asikie na tena. Aseme Bwana Yesu tena. Akiwaambia mwana wa Mungu ataachilia malaika wake, atawapa maagizo ili waingie kwa anga yako, ili waingie kwa nyumba lako, ili waingie kwa huduma lako, waingie kwa hiyo biashara, waingie kwa hiyo kazi, waingie kwa hiyo ndoa. Atakapoingia yale malaika ambao ni malaika Mikaeli atakuwa anaongoza yake, atakuwa anaongoza jeshi lake, wataingia kwa hiyo anga. Atakapoingia kwa hiyo maandiko yakaniambia ni kuanza kung'oa watawala, ni kuanza kubomoa tambamoa, ni kuanza kuharibu taarifa wenye wanaosababisha dhambi, wanaosababisha maovu, wanaosababisha shida, wanaosababisha shida, wanaosababisha Bwana Yesu apesi. Walikuwa wanafanya usioleke. Walikuwa wanafanya usipate watoto. Walikuwa wanafanya usipate kazi. Walisema utatumika. Walisema utafaulu. Wakasema utatangaza.
Sema utafanikiwa. Bwana Yesu apeshi. Wanakaa katikati yako. Wanakaa kwa nyumba lako. Wanakaa kwa hiyo kijiji. Wanakaa kwa hiyo estate. Wanakaa kwa hiyo plot. Wale wakasema hautaendelea. Kaambiwa siku ya leo malaika wa Bwana ameachilia. Akiwa na jeshi na malaika wake. Na kazi ile wamepewa. Wamepewa kazi ya kung'oa. Wamepewa kazi ya kung'oa. Wamepewa kazi na sio. Wakapanda kuanguza. Asile ufalme. Asile nguzo. Somo la mawe. Ili watu wachio. Wakafaulu. Watu wachio. Wakang'are. Watu wachio. Wakainuka. Watu wachio. Wakaangaza. Haleluya. Mambo inatendeka. Mambo inatendeka. Mambo inatendeka. Yes. Ndio. Amen. Amen. Ukiona mtu mahali pale aseta wakati kwani amesimama. Yes. Anakuanga ni ndiye anadhihirisha mahali pale. Ndio. Hiyo tu mahali pale sio kapeni. Yes. Lakini ndani hiyo anga kwa Yes. Yes. Yesu Kristo. Ndio. Yes. Nasema ni malaika anatuma anatuma. Ndio. Amen. Naomba nisomee hiyo kitabu cha Mathayo mtakatifu. Yes. Kifungu chake cha 13. Ndio. Kuanzia mstari wa 40. Yes. Mpaka mahali pale wa 42. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu akaona vile watu wa Mungu wanateseka. Yes. Licha ya kwamba mahali pale walipewa huduma. Ndio. Huduma mahali pale za uimbaji. Yes. Huduma mahali pale za kuhubiri. Ndio. Huduma mahali pale za uombezi. Yes. Huduma mahali pale za kutabiri. Yes. Huduma mahali pale za kubadiliza. Yes. Lakini wale katika wakateka. Yes. Walikuwa mahali pale na kilio. Yes. Walikuwa mahali pale wanahangaika. Yes. Walikuwa mahali njaa. Yes. Walikuwa mahali pale na ngoja. Yes. Walikuwa na laana. Yes. Walikuwa na kisirani. Yes. Wanawake wakati walilala. Yes. Ndiye alikuja akawapatia. Yes. Akapanda manguvu. Yes. Wasije wakafaulu. Yes. Lakini habari kama leo. Yes. Asinasema namna gani? Yes. Yesu akawaambia msiogope. Yes. Wana msiogope. Yes. Wanawake atatumana. Yes. Na malaika wake. Yes. Pembe zote nne. Yes. Na wateule wake waliko. Yes. Ili akapate kuokoa watu wake. Yes. Katika jina la Yesu. Yes. Sema na Yesu asiye na tena. Bwana Yesu asiye na tena. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwenzako mwambie kuna tumana siku ya leo. Tunatumana siku ya leo. Naisha manguvu zinapigana maisha yako. Yes. Mungu zinapigana Hizo maisha yako. zinapigana anga yako. Yes. Zinapigana maombi yako. Yeah. Wakati unapoomba wakati usiku wanaanza kunungunika. Yes. Ni kuondolewa naenda kuondolewa. Yeah. Unasema ni kung'olewa na ng'olewa. Yes. Wanakunungunikia tena. Yes. Wanazulia maombi yako tena. Yeah. Wanazulia anga yako tena. Yes. Wanakamata anga yako. Yes. Kwa jina la Yesu. Yeah. Unasema ni kuondolewa na Yes. Sema na Yesu asiye na tena. Bwana Yesu asiye na tena. Yes. Basi kama vile magugu yakusanyavyo na kuchoma motoni, Basi kama vile magungu inavyokusanywa na kuchonga katika moto, ndivyo itakavyokuwa katika mwisho wa dunia. ndivyo itakavyokuwa siku ya leo. Mwana wa Adamu atawatuma malaika zake, Mwana wa Adamu atawatuma malaika wake, nao watakusanya kutoka katika ufalme wake nao watakusanya kutoka katika ufalme wake machukizo yote machukizo yote. na hao watendao maasi. Nataka unisikize vizuri. Amesema katika ufalme wake, in the kingdom of the Lord. Hapo ndipo kunapo kusanyiko ya wale wameteuliwa, wale wamechaguliwa na wakatakasishwa na wakawekwa katika nafasi zao, ili wakapate kuwakilisha ufalme wa Jehova. Haleluya! Wakapate kuwakilisha habari njema ambazo ni habari za ukombozi na uponyaji, ambazo ni habari za ufalme wa mbinguni. Wamewekwa katika nafasi, katika position, ili wakapate kuombea watumishi, ili wakapate kuombea wateule, ili wakapate kuombea familia, ili wakapate kuombea taifa. Lakini katikati ya ule ufalme kulikuwa na magugu. Nasema kulikuwa na waasi. Nasema kulikuwa na watu walikuwa na vikwazo, walikuwa mahali pale wanapinga pinga. Yesu akasema ataachilia malaika wake na atawapa mamlaka na uwezo, ili wakapate kung'ona, kubomoa na kuangusha wote waliokuwa wamesimama kinyume na watu wa Jehova, waliosimama kinyume na maombi ya watakatifu, waliosimama kinyume na injili ya Bwana. Ni kung'olewa tena, kung'olewa. Na baada ya kung'olewa, Yesu akawaambia kama vile magugu yanapokusanywa na kutupwa katika tanuru ya moto, yakapata kuchomeka na kuteketea, hivyo ndivyo wanavyoenda kukamatwa na kung'olewa na kutupwa katika lazio la moto, ili wakapata kuchomeka na kuteketea. Kutakuwa na kusaga meno, kutakuwa na kilio. Kutakuwa na kusaga meno. Nasema kutakuwa na kilio katika nyumba za
wachawi, katika nyumba za waganga, katika nyumba za majini, katika nyumba za Illuminati, katika nyumba za wenye wivu. Wakati unamtumikia Jehova, nasema usiku wa leo utakuwa na kusanga neno, utakuwa na kilio, wanawake watangolewa, wanawake watangolewa, wanawake watangolewa, nasema watangolewa, nasema watangolewa, nasema watangolewa. Haleluya. Na wakapata kutupa katikati na ziwa la moto milele. Mahali pale watachomeka milele na milele. Lakini katika nyumba za wateule, Yesu akawaambia kutakuwa na kuinuka na kuangaza. Maanake watakatifu wa Jehova watang'aa kama jua, watang'aa kama mwezi. Bwana Yesu apenzi, baraka zao mahali pale zitang'aa. Oh my Father Maritima, nyumba zao zitang'aa, biashara zao zitang'aa, kazi zao zitang'aa, ndoa zao zitang'aa. Kana utakuwa na kumeremeta katika nyumba za wateule. Wateule watalia tena, wateule wataomboleza tena, wateule watatiliwa tena. Umetangaza kuna kung'aa, umetangaza kuna kuangaza, umetangaza kuna kuinuka, ili ukapate kuangaza. Usema na Yesu asiye na tena. Haleluya. Bwana Yesu apenzi. Usema na Yesu asiye na tena. Bwana Yesu asiye na tena. Amen. Hapo chini nasema namna gani? Na kuwatupa katika tanuru ya moto. Bwana Yesu apenzi. Amen. Ukienda kuanzia mahali pale mstari wa 37 na hadi mahali pale 40. Yes. Bwana Yesu apenzi. Amen. Anazungumzia kuhusu watu walikuwa wanaitwa waasi. Haleluya. Amen. Walikuwa wameshainuka mahali pale wakasema Israeli hataendelea. Yes. Wakasema Israeli hatafaulu. Yes. Wakasema Israeli atamwabudu Jehova Mungu wake. Yes. Katika mlima wake mtakatifu. Yes. Hapa katika mambo yake matakatifu. Yes. Haleluya. Amen. Na watu walia wakasema utamwabudu Jehova. Yes. Wakasema utamtumikia Jehova. Yes. Wakasema hautatoa dhabihu zako. Yes. Katika mambo ya Bwana. Yes. Wakaelekeza dhabihu zako na sadaka zako. Yes. Katika hali ya magonjwa. Yes. Katika hali ya madeni. Yes. Katika hali ya kuhangaika. Yes. Katika hali ya masumbuko na mateso. Yes. Wakasema ni bado utafaulu. Yes. Manake wanajua ukitoa sadaka. Yes. Mungu anakuinua. Yes. Wanajua ukitoa sadaka zako. Yes. Ukitoa dhabihu zako. Yes. Mungu atakubariki. Yes. Mungu atakutetea. Yes. Mungu atakupigania. Yes. Wakainuka walikuwa wanaitwa waasi. Yes. Wakapiga Waisraeli. Yes. Wakienda katika nyumba lake. Yes. Wakienda katika malango ya Jehova. Yes. Katika mlima mtakatifu. Yes. Wakasema mtatoa dhabihu. Yes. Mtatoa sadaka. Yes. Lakini Jehova akaambia Ezekieli. Yes. Wakati umefika na wakati ni sasa. Yes. Oh my God, oh my Father. Yes. Nitaenda kuondoa waasi. Yes. Wote watendao maovu. Yes. Wanaopiga maombi ya watu. Yes. Wanasomesi. Amen. Ili nikapate kutengeneza watumishi wangu. Yes. Ukaambia wakati wa asubuhi pale pale. Yes. Ili niangaambia na Jehova. Yes. Ukandane ni maombi nyasa. Yes. Wale vile anafanya kazi yake. Yes. Anasema ndivyo nyumba la Israeli. Yes. Ndio katika mikononi mwake. Yes. Hivyo ndivyo anavyowafinyanga. Yes. Hivyo ndivyo anavyowatengeneza. Yes. Ili mkapate kufanya kazi yake. Yes. Ili mkapate kutabiri. Yes. Ili mkapate kuhubiri. Yes. Ili mkapate kuomba. Yes. Haleluya. Amen. Bwana Yesu apenzi. Amen. Na useme Bwana Yesu asikie na tena. Bwana Yesu asiye na tena. Unasema namna gani? Mmalizia Mathayo. Na kuwatupa katika tanuru ya moto. Na kuwatupa katika tanuru ya moto. Ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Kutakuwako kilio na kusaga meno. Ndipo wenye haki watapong'aa kama jua. Ndipo wenye haki. Ambia mwenzako wenye haki. Wenye haki Waliokombolewa na Jehova. waliokombolewa na Jehova. Amen. Wale Jehova aliwateua. Yes. Anaambia kuanzia siku ya leo. Yeah. You will be an intercessor. Yes. So in my house. Yes. Anaambia nakuombea tuoshe. Yes. Malango. Yes. Anaambia nakuwa mchungaji. Yes. Yes. Anaambia manamba. Yes. Utakuwa ni mwombezi. Ndio. Anaambia mama wa Jehova. Yes. Ndio. Amen. Yes. Ndio. Yes. Ndio. Yes. Ndio. Yes. Ndio. Yes. Ndio. Ndio. Yes. Ndio. Yes. Ndio. Yes. Yes. Ndio. Bwana Yesu asikie na tena. Amen. Ndio. Yes.
Yes. Ndio. Umeondolewa. Yes. Jina la Yesu Kristo. Ndio. Kuondolewa, umeondolewa. Yes. Jina la Yesu Kristo. Ndio. Umeshaka kuondolewa mzigo. Yes. Katikati na swala moja. Yes. Amen. Usiofu wala usiwe na wasiwasi, manake kumetumana, kumeshatumana, malaika ameshatangulia. Yes, ndio Dagoni ameanguka. Yes, amen. Ndio. Wasije mahali pale wakashinda vita. Yes. Wakaenda wakateka sanduku la agano. Ndio. Kuna mambo alikuwa ameteka huduma lake. Yes. Wakaunganisha na kuzimu. Ndio. Wakaunganisha na makaburi. Yes. Wakaunganisha kule mbali. Ndio. Isije mahali pale kafanya kazi ya sio. Yes. Siku ya leo mahali pale kutakuwa ni moto. Amen. Wakaunganisha huduma yake. Ndio. Sema sasa kuna waka moto. Yes. Kuna simu kuna waka moto. Amen. Kuna waka moto. Amen. Kuna waka moto. Yes. Kuna waka moto. Yes. Moto. Moto. Fire. Na Ezekieli 20 kuanzia mstari wa 35 37. Nami nitawapitisha chini ya fimbo, nami nitawaingiza katika mafungo ya angano, nami nitawasafisha kwa kuwatoa waasi, Nami nitawasafisha kwa kuwatoa waasi hao walionikosa, hao walionikosa, nitawatoa katika nchi wanayong'aa, nikawatoa katikati ya nchi ya Waisraeli wakao ugenini, wanaokaa ugenini, lakini hawataingia katika nchi ya Israeli. hawataingia katika nchi ya Israeli. Nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Ndipo mtakapojua mimi ndimi Bwana, Na katika habari zenu enyi nyumba ya Israeli, na katika habari zenu nyinyi nyumba ya Israeli, Bwana Mungu asema hivi: enendeni mkavitumikie vinyango vyenu kila mmoja wenu, na wakati wa baadaye pia. ukaenda hapo chini, toka hiyo enda mahali pale 40. Kwa maana katika mlima wangu mtakatifu, Kwa maana katika mlima wangu mtakatifu katika mlima mrefu sana, na makaya lokali makanda mashanda makaya Jehova Rima. Asante Bwana majeshi, wa Israeli, asema Bwana Mungu, asema Bwana Mungu, utakapolitumikia nyumba yote ya Israeli, mtakaponitumikia nyumba yote la Israeli, wote pia katika nchi ile, nitarimakanda makanda. Rudii mstari vizuri tena tafadhali. kwa maana katika mlima wangu mtakatifu, Kwa maana katika mlima wangu mtakatifu katika mlima mrefu sana wa Israeli, na katika mlima mrefu sana wa Israeli, asema Bwana Mungu, watakaponitumikia nyumba yote ndipo watakaponitumikia nyumba yote la Israeli, ya Israeli, wote pia katika nchi ile, wote pia katika ile nchi, nami nitawatakabali huko, nami nitawakubalia na kule, huko nitataka matoleo yenu na huko nitapokea sadaka na malimbuko ya dhabihu zenu, malimbuko ya dhabihu zenu, pamoja na vitu vyenu vitakatifu vyote. ambavyo na vitu vyenu vitakatifu vyote, na useme Bwana Yesu asikie na atende. Bwana Yesu asikie na atende. Ambia mwenzako katika mlima mtakatifu Katika mlima mtakatifu na katika nyumba lake Jehova, na katika nyumba lake Jehova. tuambia katika kitabu cha Kumbukumbu kitabu cha asante Bwana majeshi Bwana zote ziwa. Amen. Mambo ya Nyakati mahali pale Suleimani alipomaliza kazi ya kujenga nyumba la Bwana. Ndio. Na kujenga nyumba lake Jehova akamwambia, Yes. nimekwisha kulitakasa hii nyumba. Ndio. Haleluya. Amen. Na nimekwisha kulitia jina langu ndani ya hii nyumba. Yes. Nikapate kuwa ni nyumba takatifu. Yes. Haleluya. Amen. Nikiwa na hali ya kufunga mbingu. Ndio. Usikiwa na mvua. Yes. Ukiwa na tauni. Ndio. Ukiwa na vita. Yes. Ukiwa na kiangazi. Ndio. Ikiwa watu wangu waliotoka jina langu. Yes. Wataacha njia zao mbaya. Yes. Wakapata kunigeukia. Yes. Wakapata kutina kunyenyekea. Yes. Wakiniomba nitawasikia. Yes. Wanaweza besi. Amen. Na nitakuja na kujibu maombi yao. Yes. Nitaachilia baraka zao. Yes. Ambazo maandiko walikuwa wametawanya. Yes. Katika jina la Yesu Kristo. Yes. Ukifanya ibada siku ya leo. Yes. Haleluya. Amen. Mungu nasikia maombi yako. Amen. Mungu napokea sadaka zako. Amen. Haleluya. Amen. Akapanda kwa ajili ya majibu. Yes. Katika anga yako. Yes. Kwa ajili ya majibu katika nyumba lako. Yes. Kwa ajili ya majibu katika huduma lako. Yes. Usienda kuhangaika tena. Yes. Usienda kusumbuka tena. Yes. Usienda kuonewa tena. Yes. Usienda udhalaliwa tena. Yes. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Usema na Yesu asiye na tena. Bwana Yesu asikie na atende. Usema na Yesu asiye na tena. Bwana Yesu asikie na atende.
Mungu amemwambia Ezekieli kulikuwa na waasi. Walikuwa wanapingana watu wa Jehova. Wakienda kutoa dhabihu takatifu. Haleluya. Wanawana ibada. Haleluya. Wanaondoka katika njia za Bwana. Wanaondoka katika anga ya Bwana. Wanaenda kutumikia miungu. Kama zile vinyago walikuwa nazo. Nikukuombea na kuombea siku ya leo. Hiyo miungu ilikuwa na kuzuilia. Wakapate kuing'oa. Wakapate kuiondoa. Watakasa roho yako. Watakasa mawazo yako. Watakasa njia zako. Watakasa mavazi yako. Watakasa malazi yako. Watakasa majina lako. Ili unapotoa dhabihu zako zikapata kukamilika. Oh my Father, my Redeemer. Akapata kwa ajili ya majibu. Tuseme Bwana Yesu asikie na atende. Bwana Yesu asikie na atende. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akasema nikaondoe miungu na vinyago. Anaposema miungu na vinyago ambazo zilikuwa zinawanyanyisi wa Israeli. Wasije sadaka zao zikakubalika. Ninatangaza kwa ajili ya vinyago zote. Na zile magugu zote. Haleluya. Amen. Zile madhabahu na zile sarakasi ulikuwa unabandiwa. Hivyo kwa roho ya hasira. Roho ya kisirani. Roho ya chuki ndani yako. Roho ya masengenyo. Roho ya usaraji. Roho ya kutoaminika. Roho ya ukapata kuondolewa. Ikapata kung'olewa. Siku ya leo. Hiyo roho ya kisirani imekulemea. Hiyo roho ya kisirani imekulemea. Inaenda kuondolewa. Hiyo roho ya ukatili inaenda kuondolewa. Hiyo roho ya chuki inaondoka. Hiyo roho ya masengenyo inaondoka. Hiyo roho ya kisirani inaondoka. Haleluya. Amen. Hivyo kama mtumikia Bwana vinavyostahili katika mlima wake mtakatifu. Amen. Maana ni Mungu aliye mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huwezi toa sadaka katika mlima mtakatifu. Wakati manipanda uko na masengenyo. Wakati manipanda uko na chuki. Wakati manipanda uko na ukatili. Wakati uko na kichwa ngumu. Wakati manipanda uko na hasira. Haleluya. Amen. Kando over your offerings. Manipanda kasipokee. Akapata kustakabali. Haiwezekani manipanda. Amesema mpaka akapata kuondoa zile vinyago. Mpaka aondoe hizo hanga zinazokuja. Sije mkafanya ibada iliyo kamili. Mpendeza Jehova Mungu wa Israeli. Wanafanya ibada kamili. Mpaka utoke na baraka za Bwana ndani ya nyumba lako. Mpaka manipanda utoka na amani ndani ya nyumba la Bwana. Ukatoke manipanda na utajiri ndani ya nyumba la Bwana. Manake ibada yako imekubalika. Mungu manipanda ametakabali. Haleluya. Amen. Yanasema wakati yule Abeli alipotoa sadaka zake. Manake alitoa na moyo safi. Alikuwa na moyo wa kupenda. Na moyo wa kunyenyekea. Na moyo wa kukimbeleza Bwana. Mungu akatakabali sadaka ya Abeli. Lakini sadaka ya Kaini manipanda akaikataa. Manake Kaini alikuwa na kinyongo. Kaini manipanda alikuwa na wivu. Kaini manipanda alikuwa na vita. Kaini manipanda alikuwa na kisirani. Kaini manipanda alikuwa na hasira. Alionea ndugu wake hasira. Nataka nikuombea siku ya leo. Hiyo roho ya hasira ikapata kung'oka. Hiyo mapamba ndani yako ikapata kung'oka. Ikapata kuondoka. Mungu akubali sadaka zako. Akapata kuachilia majibu katika maishani mwako. Sema Bwana Yesu asikie na atende. Bwana Yesu asikie na atende. Haleluya. Amen. Mwanzo kifungu cha 3 nasema namna gani kifungu cha 4 mahali pale. Haleluya. Amen. Wakaenda wakatoa sadaka zao mahali pale mlimani. Wamesema ni mlima mtakatifu. Akasema ni mlima ulio mrefu katika Israeli. Haleluya. Amen. Nilikwambia katika nyumba lako usikupata Mungu mahali pale. Katika nyumba lako mahali pale kuna masengenyo. Nyumba lako mahali pale mnafanya usherati. Nyumba lako mahali pale kuna vita. Unaona tembea mahali pale kuna dhambi ndani yako. Umechana kitu nyumba lako. Hata kuitendi mahali pale. Pia katika nyumba la Bwana. Katika madhabahu ya Bwana. Ni patakatifu. Ni Jehova anakaa. Ni Jehova anangojea watu wake. Nenda katika mlima wa Jehova. Ni Jehova ametenga. Ni Jehova ametakasa. Peleka maombi yako mahali pale. Jehova atakusikia. Ukiwa na roho safi. Ukiwa roho ya kujitoa. Roho ya kujidedicate. Mbele za Bwana. Utatoka na majibu. Nasema utatoka na majibu. Adamu akamjua Hawa mkewe, naye akapata mimba akamzaa Kaini. Akasema, nimepata mtoto mwanamume kwa Bwana. Akaongeza akamzaa ndugu yake Abeli. Abeli alikuwa mchunga kondoo na Kaini alikuwa mkulima ardhi. Ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi, sadaka kwa Bwana. Abeli naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabali Abeli na sadaka yake, bali Kaini hakumtakabali Bwana wala sadaka yake.
Kaini akaghadhabika, Kaini akawa na hasira, uso wake ukakunjamana. Kaini maana pale akakunjamana. Bwana akamwambia Kaini, Bwana akamwambia Kaini akiwa uso umekunjamana mbele za Bwana, kwa nini una ghadhabu? Kama simba inanguruma kwa ajili ya kutoa kukuata kwa mata mawinda. Sasa hiyo ameshatoa sadaka na wajia majibu. Yes. God cannot answer those prayers. Yeah. Bwana Yesu apewe sifa. Amen.